Jina langu naitwa Bahati Samuel Sule, ni mhandisi katika idara ya barabara Chuo cha Ufundi Arusha. Nimeolewa, ni mke wa Dr. Athmani Mchana na nina watoto 3. Na katika historia fupi ya elimu yangu, nilivyomaliza kidato cha 4, nilipata bahati ya kuchaguliwa moja kwa moja na serikali kuingia Chuo cha Ufundi Arusha. Kwa wakati huo ilikuwa inaitwa Full Technician Certificate, FTC, equivalent to diploma. Kwa hiyo nilibahatika kumaliza hapa FTC, na baada ya hapo nikawa nimepata ajira ya muda, temporary employment, TANROADS Kilimanjaro kwa muda wa miaka 8. Na baada ya hiyo miaka 8 nikabahatika kupata ajira ya serikali Chuo cha Ufundi Arusha, ambapo mpaka sasa na almost miaka 11 kama mtumishi katika idara ya barabara, Transportation Department. Katika safari hiyo nimebahatika pia kwenda chuo kwa ajili ya level hiyo ya degree kwa ruksa ya mkuu wangu wa chuo Arusha Technical. Nikiwa TANROADS Kilimanjaro nimehudumu kama in charge wa maabara. Kwa hiyo na bahati nzuri nilivyokuja Arusha Technical pia kwa miaka 2 nilofanya kazi, baada hapo nikapewa kuwa msaidizi wa lab manager. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo nimejifunza vitu vingi ambavyo vilinipelekea kupenda nafasi mbalimbali za kuweza kuzitumikia. Kwa hiyo hata nilipopata nafasi ya kwenda chuo nikapata kwa nafasi ya kuwa makamu wa rais kwa muda wa mwaka 1. Lakini ndani ya mwaka huo kabla sijamaliza chuo pia nilifanikiwa kugombea nafasi ya uraisi TAHLISO, vyuo na vyuo vikuu Tanzania. Na baada ya nafasi hizo pia nikafanikiwa kurudi kazini baada ya kumaliza elimu yangu ya degree katika idara ya civil engineering chuo cha Mtakatifu Joseph Dar es Salaam, St. Joseph University. Kwa hiyo nilivyorudi chuo pia kwa muda mfupi nilofanya kazi, nashukuru tumeangukia mwaka huu ambao ni mwaka wa uchaguzi. Nikawiwa pia kwenda kutia nia katika jimbo langu la Mbulu Vijijini. Nikatia nia kwenye nafasi ya ubunge jimbo la Mbulu Vijijini, ambako pia imenifunza vitu vingi, na kwa wakati huo pia nimewainspire watu wengi, vijana pamoja na wazee, kwa maana ya kushangaa kuona mhandisi mwanamke kutoka katika jimbo lao. Lakini vyote hivyo pia nashukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imenipa nafasi pia, nimerudi na bado nimeendelea kwa mtumishi wa serikali, pamoja na kwamba hiyo nafasi ambayo nilienda kutia nia sikuweza kufanikiwa. Kama mhandisi na hasa katika idara ya barabara, napenda sana kujitoa katika nafasi hii kwa sababu imekuwa kozi ambayo nimeifanyia kazi kwa muda mrefu, lakini nimekuwa very interesting, tofauti na mwanzo ambako nilivyokuwa nimetarajia. Na yote haya ni kulingana na mazingira mazuri ya kazi ambayo nimekutana nayo. Kwa hiyo kama engineer Bahati Samuel Sule niko tayari kutoa elimu au kuelimisha vijana au watoto wa kike hasa katika kupenda masomo ya sayansi. Field ya engineering, kwanza kabisa mwanzo kwenye utoto sikuwahi kuwaza. Nilikuwa nawaza siku moja niwe daktari. Nilivyomaliza kidato cha 4 nikachaguliwa moja kwa moja kuja Arusha Technical kwenye field ya engineering. Hata mara ya kwanza nilivyokuja kuuliza hii highway engineering niliopangiwa ni kitu gani, nakumbuka nilikutana na Mr. Fabian, nikamuuliza, mwalimu, nimechaguliwa kozi imeandikwa HWE. Wakati huo nikijua ile E ni umeme. Nikamwambia, mwalimu, mimi nitaweza kusomea electrical engineering kweli nipande kwenye nguzo za umeme? Akaniambia hapana. Kembu, jina la kozi yako? Nikampa, imeandikwa HWE. Akaniambia hii ni highway engineering, tena ni kozi nzuri sana. Miaka waliotangulia walikuwepo mwanamke mmoja tu, kwa akasema tena this time naona mmechaguliwa mnafika
wanawake 6 au 7. Kwa hiyo ni kozi nzuri sana, usikate tamaa, njoo usome engineering. Nikamwambia mwalimu, mbona mimi natamani ningesoma udaktari na nini? Akasema no. Hata hii pia haina tofauti sana na udaktari. Kwa hiyo katika watu walionifanya hata nikasema ngoja nikasome hiyo. Mmoja wapo alikuwa mwalimu Fabian. Nilivyokuja kurudi kwa familia pia mamangu akaniambia ulichochaguliwa ndo sahihi kwa sababu Mungu ndo ameamua ukasome hicho. Kwa hiyo nilivyokuja Arusha Technical nikakuta mazingira mazuri ya kusoma, nikaona kozi pia sio ngumu kama nilivyokuwa nawaza kwamba engineering itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo nikawa interested, nikamaliza kozi yangu miaka 3, na baada ya hapo kilichonifurahisha zaidi nimemaliza, nikasubiri matokeo. Baada ya miezi 2 tu ya matokeo yangu, moja kwa moja nikawa nimepata kazi. Hata kama ilikuwa temporary kwa wakati ule, lakini ilikuwa na sites nyingi za kujifunza, lakini ilikuwa pia na kipato ambacho kwa wakati ule kwa mimi nilikiona kinatosha. Kwa hiyo nikaajiriwa TANROADS Kilimanjaro, na ile ikanifanya nipende zaidi barabara kwa sababu nilikuwa kwenye field husika. Niliweza kutembea network nzima ya mkoa wa Kilimanjaro nikiwa kama laboratory in charge. Kwa hiyo testi zote za barabara kwa mikoa yote nilikuwa na coordinate mimi. Baadaye kukawa na kipindi cha uongozi wa mheshimiwa Benjamin William Mkapa, akasema boro pits zote, maeneo ya kuchimbia mora kwa ajili ya barabara ziwe owned na serikali. Kwa hiyo nikapata pia nafasi ya kuhakikisha zile boro pit zote kwa mkoa wa Kilimanjaro nimezisajili Wizara ya Madini na Nishati. Kwa hiyo ile ikanifanya pia nikawa interested zaidi, na baada pia ya hicho nikapata nafasi ya kupewa ukaguzi wa madaraja yote ya mkoa wa Kilimanjaro chini ya Engineer Chambo. Kwa hiyo nikafanya inventory ya madaraja kwa muda wa miaka kama 3. Kila mwaka tukawa tunaenda kwenye inventory, kanifanya nikafahamu network nzima ya mkoa wa Kilimanjaro kwa maana ya barabara. Kwa hiyo ikawa very interested field kwangu, na hata bahati niliyopata kuja Arusha Technical nako nikapelekwa idara hiyo ya barabara ambayo ni Transportation Department, ambayo mpaka sasa nafanyia kazi. Na nachoshukuru Mungu pia nikaletwa maabara. Kwa hiyo kule nilikuwa nasimamia ujenzi wa barabara, madaraja pamoja na quality zake. Lakini kuja chuo cha ufundi Arusha nikawa sasa nafundisha vile nilivyovipractice kwa wanafunzi. Kwa hiyo ilikuwa rahisi pia sana kwangu kwa sababu ninachomfundisha nimeshakifanyia kazi. Kwa hiyo ikanipa wepesi sana kwamba nimefanya kazi kwenye area husika, halafu the same area nakuja kufundisha. Na kizuri zaidi nikaja pia kitengo cha kupima ubora wa materials za ujenzi wa barabara. Kwa hiyo hicho nacho kimenipa pia experience kubwa, kwa maana unapima kitu, unapata properties zake, halafu kinaenda kuwa applied barabarani. Kwa hata unavyomfundisha mwanafunzi ni rahisi sana kumwambia udongo ni nini, properties zake ni zipi, upi unafaa na upi haufai katika ujenzi aidha wa barabara au wa majengo. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo imenifanya nipende zaidi field yangu, na ndio maana hata nilivyoomba kwenda chuo niliomba nikapate degree ya kozi hiyo ya barabara, japo nilipofika chuo nilispecialize kwenye bridge. Field yetu ya barabara au engineering kwa ujumla wake, kuna changamoto nyingi kama engineer mwanamke, hasa wakati mnapokuwa mmetoka chuo. Kwenye kupata kazi wengi wanabagua, anaona huyu ni wa kike, siwezi kumtuma site akalala site sehemu yoyote, kwa sababu unavyomaliza engineering ukienda site popote tunaita popote kambi. Kwa hiyo haijalishi jinsia. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ilikuwa changamoto kubwa sana, hasa kwa sisi maengineer wanawake, lakini wanaotuajiri ndo wanaona changamoto, ila sisi kulingana na elimu tulopewa kutoka vyuo mpaka kuja kazini wala haikuwa changamoto. Kwa hiyo changamoto ya ajira ilikuwa changamoto ya kwanza, lakini pia inavyofika wakati wa
utendaji research, ukija kwenye kunyanyua au kuweka vitu vizito, kuna vibarua, maana hiyo haijalishi wa kike au wa kiume. Lakini nachoshukuru Mungu binafsi, sehemu zote nilizokuwepo nilijitahidi at least overcome hizo changamoto kwa kufanya bidii. Hata kile ambacho niliona kwangu angalau kingekuwa kizito, basi nimetafuta namna yoyote niweze kutatua hizo changamoto. Kwa kulala site, mimi nimelala popote, yani kambi ilikuwa popote. Kwa hiyo ilikuwa pakiandaliwa mazingira, basi hapo hapo ndo tutakuwepo wote na hiyo kazi itafanyika mpaka iishe. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi changamoto hazikuwa sana. Ukija kwenye labu yangu kwa maana ya maabara ya chuo cha ufundi Arusha, changamoto kubwa ni kwa wanafunzi. Kwa mara ya kwanza kabisa first year wanavyoanza, wanaona madam kweli ataweza akatuelewesha tukaelewa hivi vitu, yani wanakuja na ile impression kwamba vile vitu vitakuwa vigumu sana, basi wanatakiwa wapate mtu mgumu sana, alafu wanakuta ndio madam yuko pale. Ila baada ya session ya kwanza ya pili wanaanza kuwa interested na kipindi, hata nisipokuwepo wanatafuta hivi, madam jamani yuko wapi? Madam kama hayupo hataki hata kuelekezwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ile first impression mara ya kwanza ndio unapata changamoto kuhakikisha kwanza mpaka wakusikilize. Ila ukimaliza session ya kwanza ya pili unakuwa mmeshaelewana. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo haziwezi pia kuzuia kazi yangu ya uhandisi kwenda vizuri. Field yetu ya uhandisi kiujumla, kweli karibia kila kitu ni mahesabu. Hakuna ambacho utafikia final bila hujafanya hesabu kidogo. Lakini sio mahesabu magumu kiasi ambacho mtu aione hii field labda ni ngumu sana. Kwa hiyo nashauri hasa kwa wahandisi watarajiwa au vijana ambao bado wako shule, wakitia nguvu katika kusoma somo la hesabati, hasa kuanzia form 2 pale mpaka form 4, hata kwa ufaulu wa alama D tu, ana uwezo mkubwa sana wa kuja kusoma engineering. Na kwa field yetu ya barabara, zile hesabu basics zitamsaidia sana kuweza kuendelea kusolve hizo equations zingine zote za engineering. Kwa hiyo sio kwamba ni magumu kama yanavyotarajiwa. Akiweza tu kupata alama D, maanake hizi hesabu zote atakuwa na uwezo wa kuzisolve. Cha msingi atakavyofika chuo au atakavyokuja tunavyomfundisha concentrate na hesabu iwe sehemu yake ya practice ya maisha. Kama akiweza kuwa na practice kila wakati hesabu, hivi vingine vyote vitakuwa vyepesi sana. Kwa hiyo msisitizo hasa ni somo la hesabu, ambalo wengi wanalichukulia kama somo gumu sana, lakini ukilifanyia mazoezi sio somo gumu. Kwa hiyo kwa hesabu za engineering, akifaulu tu hesabu na engineering ameshafaulu. Kwa hiyo tunamwambia sio engineering sio ngumu, na haihitaji kuwaza sana kwamba mtu anayeenda engineer lazima awe ndio, anayeenda kusoma engineering lazima awe ndio mkali sana. Hapana. Ni jitihada tu binafsi kuhakikisha unafuatilia mwalimu hatua kwa hatua. Hilo ndo jambo la msingi. Jinsia, labda niseme ukiwa mhandisi wa kike kwenye nafasi mbalimbali, popote utakapofika, cha kwanza mtu atakuchukulia very positive kwamba nimefika nimemkuta engineer mwanamke, hapa kazi yangu itaenda vizuri sana. Na mfano mzuri hata ni hapa tu maabara, akija mteja akanikuta, utakuta atasema naomba namba yako ya simu ili kazi yangu najua utaifuatilia na itamalizika kwa muda anaotaka. Kwa hiyo na ukija kwenye nafasi zingine mbalimbali kwa maana ya nafasi hata za uongozi, popote utakapo compete, mtu mwingine yote ataona bora kumpa engineer wa kike kuliko engineer wa kiume. Kwa hiyo binafsi nafasi yangu naifurahia sana kuwa engineer mwanamke. Tena kwa bahati mbaya idarani kwangu niko engineer mwanamke peke yangu, na hata nilivyotoka chuo tu kuja, cha kwanza kabisa mkuu wangu wa idara akasema lazima awe quality assurance wa idara, hawezi tu kuwa engineer tu bila nafasi yoyote katika idara yangu. Kwa hiyo namshukuru pia mkuu wangu wa idara
Kwa sasa hivi natumika kama quality assurance wa idara pia. Kwa hiyo hivyo vyote ni fursa kwa nafasi hii kuwa engineer mwanamke. Na shauri sana hasa wahandisi wa kike wanawake waliopo mashuleni sana wakazane sana kusoma somo la hisabati, lakini pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan ametoa Samia Scholarship, ambazo mwanzo kabisa ilikuwa pia lengo ni hasa kuwainua wahandisi au wanawake katika masomo ya sayansi. Ndio maana scholarship hizo zimefika kutolewa hadi kwa level ya diploma. Kwa hiyo watoto wa kike popote walipo wajue serikali inawatambua, wakazane kusoma masomo ya sayansi kwa sekta kwa sayansi, kwa maana ya sayansi zote mbalimbali, kwa sababu kuna fursa katika kusoma sayansi. Lakini pia kwa taasisi yetu kama Chuo cha Ufundi Arusha, mkuu wetu wa chuo pia amejitahidi sana, Profesa Chacha, kuhakikisha wahandisi wanawake tunakwenda katika shule mbalimbali za sekondari kufanya sensitization, kuhamasisha watoto wa kike kusoma masomo ya science, kusoma engineering. Lakini binafsi pia naendelea kusisitiza kwamba watoto wa kike wapende masomo ya sayansi, waje wasome engineering, waje wawe mainjinia wa barabara, wa mitambo, magari, kozi zote za engineering, umeme. Kwa hiyo nasisitiza sana watoto wa kike kupenda hesabu ili waweze kufaulu masomo ya science. Ila kikubwa sana wajue tu, ukifaulu hesabu hata kwa alama D tu, kwa maana ya hesabu, physics, chemistry, biology, geography, ameshafanikiwa kusoma engineering sekta yoyote. Lakini pia kozi zingine za science. Ila pia kwa chuo chetu cha ufundi pia tuna kozi za VETA, ambako kuna watoto wa kike wengi sana waliofeli wako mitaani na wamemaliza kidato cha 4, ila hawajaweza kufahamu kama kuna fursa nyingi zinazotoka katika chuo chetu cha ufundi Arusha kwa maana ya kozi za VETA. Mfano mzuri ni idara yetu hii ya transportation. Kuna binti mmoja tu karibia kila mwaka katika miaka mitatu ya kozi ya VETA, ambapo tuna watoto wa kike wengi sana mtaani walioweza kufeli kidato cha 4, hawajafahamu kama kuna fursa kama hizi. Kwa hiyo nawashauri na wazazi pia waweze kufahamu kuna fursa mbalimbali katika sayansi. Sio mpaka mtoto apate division 1 ndo aweze kusoma sayansi. Kuna watoto wamepata division 4 lakini wamekuja kupitia level za VETA, amesoma level 1 mpaka level 3, amekuja level 4, level 6, amesoma bachelor degree, leo ni mhandisi. Kwa hiyo watoto wa kike watumie fursa hii kuhakikisha wanakuja kusoma hizi kozi za VETA, kwa maana ya VETA level zote, ili aweze kuwa mhandisi pia wa baadaye, na ana uwezo kabisa wa kuwa mhandisi bora pia baadaye. Kwa hiyo elimu tutoe elimu sana, hasa kwa wazazi kufahamu kwamba hawa watoto wetu wa kike wana uwezo wa kusoma kuanzia level ya chini kabisa hata wakafika hiyo level wanayotaka. Asante sana. Hasa kwenye hizi fani za ufundi, labda cha kuongeza kwa curriculum ambayo sasa hivi imeboreshwa, mitaala ya kuanzia chini level za primary mpaka kufikia level za sekondari, itawawezesha sana wanafunzi wengi kuja kuanza kupenda sayansi. Hapo changamoto itakuwa tu kwa walimu kuweza kuwapeleka wale wanafunzi katika ile mitaala haswa ambayo imedhamiriwa. Na walimu na wazazi kwa ujumla waweze kuwashauri watoto wapende sayansi kuanzia bado wadogo, kwa sababu bahati nzuri mitaala yetu yote sasa hivi imekuwa ya hands on, yani ya kufanya vitendo vingi zaidi kuliko theory. Na kwa hizi level za engineering vingi vinakuwa vitendo zaidi kuliko maneno. Kwa hiyo kama wazazi na walimu wataweza kuwashauri watoto kuanzia bado wadogo kupenda sayansi, itasaidia sana hata wakija kuwa level ya degree, level ya diploma mpaka level ya degree, kuweza kujoin katika engineering. Na haswa watoto wa kike ambao mara nyingi wamekuwa wakiona
Hisabati ni somo gumu sana. Wakifika tu level ya sekondari, ndio level pekee ambapo walimu wa hesabu wanatakiwa watumie nguvu kubwa sana kuweza kuwashauri watoto wa kike kuona hesabu sio somo gumu, na ikiwezekana kujenga ile mazoea ya kuwafanyisha mazoezi kila wakati, kwa sababu hesabu inahitaji tu practice. Ukipractice hauwezi kusahau. Kwa hiyo wajengewe tu mazingira ya kufanya practice kila wakati, hata kama ni kuwapa tutorial nyingi, angalau waweze kuanza kupenda hisabati, kwa sababu kozi zetu za engineering uhaba wa watoto wa kike ni kuogopa hesabu. Obviously kila mmoja anafahamu, lakini akijengewa mazingira mazuri kuanzia level ya sekondari, akija level ya degree au diploma au degree, hatapata changamoto yoyote. Ataona kumbe vitu ndo vile vile, na pia kumbe sio vigumu. Tunafahamu mtu akifaulu hesabu basi physics, chemistry, nini vyote vitakuwa vimewezekana. Kwa hiyo huo ndo ushauri wangu mkubwa. Jambo ambalo linanipa motisha hasa katika eneo langu la kazi, kwanza nipo kwenye eneo ambalo napenda kulifanyia kazi. Kwa hiyo huwa najipangia ratiba. Jioni kabla sijatoka nakuwa nimeandaa kabisa, kesho nikiamka naanza na nini, namaliza na nini. Kwa hiyo hicho huwa pia ni kikubwa ambacho kinanifanya asubuhi nikiamka na najua nawahi kwenda kuanza na kipi mpaka namaliza na kipi. Na nachoshukuru Mungu pia, idara ya transportation nilipopangiwa, ambako hasa nipo maabara ya udongo ambako tunapima udongo, kokoto na lami. Hapa tunafanya ufundishaji, lakini pia tunafanya consultants kwa maana ya kazi za ushauri wa kiufundi. Kwa hiyo tunapokea kazi nyingi sana za wateja kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania kwa ajili ya kupima ubora wa materials zao wanazotumia katika ujenzi wa barabara. Hasa tuna sample za lami, za kokoto pamoja na za udongo. Kwa hiyo unavyoamka asubuhi, ukiacha kuandaa moduli yako ambayo unapaswa kufundisha, lakini unakuwa unafahamu pia una sample ya mteja inakusubiri kufanyia kazi, ambako pia kwa policy ya chuo cha ufundi Arusha, kwa maana ETC PCB policy, inatupa pia uwezo wa kuweza kufanya kazi either za kihandisi binafsi au za tuna consultants na tuna production. Kwa hiyo hizo zinatupa pia technical allowance ambazo pia zinatumotivate sana uweze kufanya kazi hata mpaka usiku, kwa sababu unajua nje ya mshahara basi nina allowance ambayo napokea kulingana na kazi ambazo tunazifanya hapa maabara. Kwa hiyo hicho pia ni kikubwa ambacho kinani motivate. Ukija hapa hata saa 2, saa 3 usiku utatukuta tuko hapa, utasema watu hawana kwao jamani, kumbe kuna kazi zinaendelea ambazo zinawa motivate kila siku kuweza kuendelea kuwepo hapa, ukiacha shughuli zingine pia za ufundishaji. Neno langu la mwisho kabisa ni kwamba na washauri hasa watoto wa kike wasome masomo ya sayansi, na hata wanaofanikiwa kupata nafasi za kuja chuo cha ufundi Arusha watie jitihada, wawe watoto wazuri, kwa maana ya kusoma kwa bidii, wasifeli, kwa sababu tunakutana na changamoto pia ya watoto wa kike wengi kupata sapu nyingi, wakija tu wanajisahau kwamba wanapaswa watie bidii kuweza kufaulu masomo ya engineering. Kwa hiyo na washauri wapambane, wamalize diploma, wajiunge na degree. Maana chuo cha ufundi Arusha sasa hivi pia tunatoa degree kwa level kama zote. Kwa hiyo wajiunge na degree, waje wawe maengineer wazuri kabisa. Kwa hiyo na kwa walimu hasa wa shule za sekondari, nazidi kuwaasa kwamba kuanzia level ya form 1 mpaka form 4 wajitahidi sana kuwahimiza watoto wetu wa kike kupenda masomo ya sayansi, hasa hisabati. Kwa serikali, namshukuru Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa scholarship, Samia Scholarship, lakini pia mikopo ya elimu ya juu, ili angalau watoto wa kike waweze kupata hiyo mikopo, waweze kupata hizo scholarship
waweze kupambana, wapate elimu bora hasa kwa masomo ya science. Lakini pia naendelea kuishauri serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kutuboreshea vifaa katika vitengo vyote vinavyotoa elimu ya science, na hasa katika vyuo vyetu vya engineering. Japo tuko proud kwa chuo chetu cha ufundi Arusha, tumefanikiwa kupata vifaa vingi. Tunaomba waendelee kutuongezea vifaa vingi, wanafunzi wetu waweze kusoma kwa vitendo ili wawe wahandisi bora na wenye ujuzi ambao practice, sio wa kusoma tu kwenye makaratasi.